Killed. Karibu sana kwenye Kimbweta. Kaa hapa tuzungumze kidogo. Mambo vipi mtazamaji wa Sauti TV, karibu kwenye Kimbweta, na leo niko katika ndani ya chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino cha Tanzania. Napiga story na wanafunzi wa chuo hiki nikitaka kufahamu ni kwa namna gani wanajikinga na wanajitahadharisha kutokana na mambo mabaya yanayoendelea huko kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia ni njia gani wanazozitumia kujikinga ama kujiepusha na ugawaji wa taarifa zao nyeti kwenye mitandao ya kijamii. Nikianzia hapa upande wangu wa kulia, mambo? Poa. Unaitwa nani? Alex. Oscar. Alex. Alex, ukisikia usalama wa kimtandao wewe unaelewa nini? Unapozungumzia usalama wa kimtandao naweza nikasema kwamba ni ile hali ya kujiweka safe. Lakini pia unajiwekaje safe? Unaweza ukajiweka wewe mwenyewe, lakini pia tuseme labda kama kampuni fulani au jumuiya fulani, hususan kwenye taarifa. Umeona? Kwa hiyo hapo naweza nikasema kwamba ni ile hali ya kuzificha zile taarifa nyeti au siri fulani. Umeona? Zidi ya udukuzi, lakini pia kwa ajili ya kuhaki na mambo mengine ambayo nahisi mnayajua. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba yani ni kitendo cha kuzuia zile taarifa nyeti. Sawa, asante. Kwa maisha yetu ya sasa hivi sisi vijana ama Gen Z, tumezoea kwamba kokote tunakoenda lazima tuchukue picha kidogo kwa ajili ya kuposti. Chochote utakachokifanya picha kidogo kwa ajili ya kuposti. Kwa upande wako wewe hili swala unalionaje? Liko sawa ama si sawa? Unapozungumzia swala la kuposti, kwenye issue ya kuposti hapo inategemeana kile kitu ambacho unataka ukiposti, lakini pia unataka ukiposti kwenda kwa nani. Kwa hiyo unaweza ukapewa taarifa labda na mtu ambaye umfahamu. Anaweza akakuomba labda picha zako, lakini pia anaweza akakutumia linki kwa ajili ya kujiunga naye. Kwa hiyo lazima upate taarifa muhimu zinazomhusu huyo mtu ili usije ukapoteza vile vitu ambavyo ulikuwa hujatarajia kuvipoteza, hususan taarifa, lakini pia na hizo tuseme labda kwa mfano kama hizo picha na mambo mengine. Asante sana. Nirudi kwako hapo. Mambo? Unaitwa nani? Husna. Sasa kwa mujibu wa Alex, yeye anasema kwamba unavomtumia mtu picha ni yani kwamba unachukua picha kwa ajili ya kumtumia mtu ama unataka kumpa mtu taarifa zako, si ndio? Lakini kwa kizazi chetu sisi hapa Gen Z tunapenda sana haya masuala ya kujipiga picha, kuposti nini. Kwa upande wako unaona hiki kitu kimekaa sawa ama hakijakaa sawa? Kwa kutuma picha kuposti mtandaoni. Yaani tunaenda kwa mfano nimeenda kwenye party, napiga picha na posti. Sasa unaona hicho kitu kimekaa sawa ama hakijakaa sawa? Kwa sababu mambo ni mengi sasa hivi, si ndio? Yes. Kwa hiyo tunajaribu kuona kwamba yani hicho kitu kimekaa sawa ama hakijakaa sawa. Hapo hivyo kwa upande mwingine kipo sawa, kwa upande mwingine hakipo sawa, kwa sababu kwenye upande wa kipo sawa ni mtu ile kujinani kujipost labda ni kwa sababu ya nini, starehe nini, lakini kwa ambavyo hakipo sawa hapo hivyo ni mtu anaweza akakuchukua au akakutumia kwa namna yake ambayo anaitaka yeye hapo. Kwa mfano mtu anaweza akatumia hizo picha kukuhaki akakufanyia kitu kibaya. Tumalizia. Ni kama tu hivyo, labda anaweza akakuchukua labda akaandika vitu ambavyo vitu labda akakupost afa akasema labda ni mke wake au ni nani wake ambavyo sivyo. Kwa hiyo sio sawa. Wewe umeshawahi kushuhudia kwamba hiki kitendo kweli hapa mtu alikuwa anatakiwa afiche lakini aliamua kukitoa? Yaani ushawahi kushuhudia tukio la namna hiyo na likamsababishia mtu madhara? Hapana, lakini nasikiaga tu kwa watu washatokewa na hivyo vitu.
Unafikiri ni madhara gani ambayo watu wanayapata kutokana na kuexpose taarifa zao nyeti mtandaoni, au picha au kitu chochote ambacho ni privacy yake lakini ameamua aipost? Kwanza inaweza kuharibu kisaikolojia kupitia comments zile pale. Comments zingine zinakuwepo ni mbaya, labda umeposti zako tu kitu kizuri kwa namna yako, lakini mtu anakuja na comment vibaya. Kwa hivyo inaweza kuharibu kisaikolojia. Kitu kingine ndio kama hivyo tu. Asante. Na sasa nihamie upande wangu wa kushoto sasa. Mambo? Poa. Unaitwa nani? Naitwa Zubeda Hamis. Zubeda, umeshawahi kuona tukio lolote ama kushuhudia tukio lolote ambalo linahusiana na matendo ya usalama kimtandao? Yaani kwa mfano, unaona kabisa hili tukio limetokea lakini mtu alikuwa ana uwezo wa kujikinga kabisa, lakini ndio hivyo imeshatokea. Ulishawahi kushuhudia? Ukweli kwa mpande wangu sijawahi shuhudia, maana sio mpenzi wa mtandao. Hautumii kabisa mitandao ya kijamii? Ndio. TikTok? Hauna TikTok wewe? Ninayo lakini sio mpenzi. Yaani sio mpenzi, hautumii au huwa hauangalii? Muda mwingi siingii. Sasa ukiingia hujawahi kukutana na ile labda huyu ametrend, amefanya hivi. Hujawahi kukutana navyo kabisa? Nimeshawahi kukutana navyo. Ukahisi ni nini ambacho kimetokea? Labda ni kitu gani alichokifanya, hicho kitu alichokifanya na kilikuwa ni sahihi ama si sahihi? Kwa upande wangu sote ambao labda mtu anavyoposti hivyo picha inakuwa labda amependa au la. Mwingine anafanya hivyo labda kwa ajili ya kusaidia familia yake au kuna mambo tu yanamlazimu ili kufanya hivyo. Inatokea kuna mtu kabisa anafanya hivyo kwa ajili ya kusaidia familia. Kiaje? Ndio. Kiaje? Yani inakuwaje? Changamoto za kifamilia. Mfano? Labda kwa mfano hivi mtu anaomba msaada au labda kazi anaofanya na labda tuseme nyumbani kwao labda mama yake ni mgonjwa, afu hiyo kazi ndio hivyo haikizi yani mahitaji pale nyumbani, kwa hivyo ndio hivyo analazimika kufanya hivyo. Asante sana. Nije kwako hapa kaka. Mambo? Unaitwa nani? Kurwa Joseph. Kurwa Joseph. Kwa upande wako unafikiri kuposti taarifa zako mtandaoni ama kutuma taarifa zako mtandaoni kwa mtu ambaye humfahamu, unakuta tu labda ni linki imekuja, umebonyeza, umeweka taarifa zako, hicho kitendo ni sahihi ama si sahihi? Kwa upande wangu sio sahihi. Kwa nini? Kwa sababu maana huwezi kufanyaje, huwezi kukliki kitu ambacho hauna uzoefu nacho au haukijui kwamba labda nikisha kliki kuna madhara gani ambayo yakatokea. Kwa upande wangu ni vibaya kukliki linki ambazo hauna taarifa nazo in deeply. Umeshawahi kushuhudia mtu ambaye amepata madhara kabisa kutokana na kusambaza taarifa zake mtandaoni? Kwa upande wangu bado sijamjua mtu ambaye alipata madhara kulingana nini kutuma details zake au kuhakiwa nini akaunti yake, japokuwa kuna mwanachuo mwenzangu hapa nishawahi kumshuhudia, japokuwa hajatuma taarifa yake, ila sema kwamba amefanyaje akaunti yake imehakiwa. Sasa wewe unamshauri nini yule kijana ambaye yeye chochote atakachokifanya, unakuta mtu hata anataka kula, sijui anakula chakula fulani, anaposti status au anaposti kwenye mitandao ya kijamii, sijui amepata nini, ameletea zawadi hivyo, unamshauri nini kijana wa namna hiyo? Mimi kwa upande wangu kijana wa namna hiyo ningependa kumshauri atume video au picha ambazo zina reflect maadili ya jamii husika, maana huwezi kuniambia kwamba unatuma labda picha zingine ambazo zinaweza kuharibu generation nyingine. Kwa hiyo namshauri kama ni anapenda sana kutuma hizo video online, kwa hiyo atume picha ambazo zina reflect tamaduni ya jamii fulani au azingatie maadili husika, maana kuna picha zingine ukishazituma mle mtandaoni zinaharibu zinawabadilisha watu tabia ambao wanaoziangalia. Kwa hiyo ningemshauri atume picha ambazo zina reflect maadili ya jamii husika. Kwa mujibu wa Zuhura, yeye ametuambia kwamba kuna watu wanalazimika kufanya vitendo vya namna hiyo. Unakuta labda kuna mtu analazimika atume picha za uchi ama analazimika kufanya picha, yani kuposti picha ambazo si nzuri kwenye maadili kwa sababu anataka kusaidia familia. Na watu wa namna hiyo wewe unawashauri wafanye nini ama unawasaidiaje kwenye hilo swala?
Mimi kwa upande wangu watu kama hao ningependa kuwashauri watumie au watafute njia mbadala ambazo zitawasaidia wao kama wao kufanyaje kujipatia vipato na sio kutuma picha za uchi online. Hivyo. Asante sana. Zura. Sasa nirudi kwako Zuu. Wewe una ushauri gani kwa vijana ambao wao wanahisi kwamba kuposti maisha yao mtandaoni ama kuweka vitu vyao vya wazi mtandao vya nyeti mtandaoni ni kitu kizuri? Wewe unawashauri nini vijana ambao wanaishi maisha hayo? Kwa upande wangu au kwa maoni yangu na shauri hivi, sio kila changamoto tunazopitia labda lazima tuuze taarifa za muhimu ambazo zinazotuhusu sisi. Tunaweza tukatafuta njia nyingine ya kuweza kutatua changamoto hizo, kama kutafuta kazi. Sawa, kuna uhaba wa ajira, lakini zipo ajira ndogo ndogo kama hivi mama ntilie nini, hivyo zitaweza kusaidia kukizi mahitaji ya pale nyumbani kuliko kutumia hizo picha hapo hivi. Asante sana. Nirudi kwako hapa Alex. Wewe unaona ni swala gani vijana wafanye ili waweze kujiepuka kujiepusha na kusambaza taarifa zao muhimu mtandaoni? Kwa mimi ningependa kushauri kwamba kwa sisi vijana tunaopenda kujipost kama hivyo, lakini kwa hiyo ningependa nishauri kwamba tuangalie namna ya kufanyaje ya kuweza kujiepusha na vitendo vya kuposti vitu ambavyo havina maadili kwa jamii. Lakini pia kwenye swala zima la kuweka usiri au kuweka usiri hususan kwenye vitu nyeti vya mtu husika. Kwa hiyo kwa sababu kwenye issue ya kuposti kuna vitu vingine si lazima uviposti, kwa hiyo lazima uvihifadhi tu kama vikiwa kama ni sehemu ya asili inayokuhusu wewe mwenyewe. Kwa hiyo vijana ningependa tutumie mtandao vizuri kwa sababu kwa saizi nafahamika kwamba mtandao imekuwa ni sehemu ya kujipatia kipato, lakini sasa tunazingatia na mambo menyewe tunayotaka kuyaposti. Kwa hiyo ningeshauri au ningependa kusema kwamba nikazie kusema kwamba kuna mambo mengine sio lazima, sio kila kitu lazima ukiposti, kwa hiyo vingine unakausha tu. Asante sana. Na mtazamaji wa SAUT TV, kufikia hapa sina la ziada kwenye kipengele cha kwanza cha kipindi chetu cha Kimbweta cha maswali na majibu, na sasa tunahamia kwenye kipengele chetu cha pili cha kipindi cha Kimbweta ambacho ni The Challenge. Na challenge yetu ya leo, swali linasema hivi: mamlaka ya mawasiliano nchini Tanzania inaitwaje? Mamlaka ya mawasiliano nchini Tanzania. Yaani kwa kifupi, kwa Kiswahili kwa kifupi hivyo vote, yani wewe unavyojua ukisikia tunasema ili neno ni mamlaka ya mawasiliano nchini Tanzania. Hapo ni kipengele kwa kweli, hapo ni kipengele. TCRA naweza nikasema hivyo. Dahu wewe TCRA. Aya, kirefu cha TCRA kwa Kiingereza, yani TCRA ina stand for what? TCRA. Tanzania Communication Revenue Authority. Tuje kwako. Tanzania Communication Revenue Authority. Tanzania Consumer Revenue Authority. Kwanza bado sijasikia swali nasema TCRA ina stand for what? TCRA. TCRA. Kwa kweli hapo ni kipengele. Ni kipengele kwa kweli hapo TCRA na.
Mtazamaji wa SAUT TV, na sasa tumefikia tamati ya kipindi cha Kimbweta, lakini usisahau kutuachia maoni yako hapo, utujibu swali letu linavyouliza la The Challenge, kirefu cha neno TCRA. Kufikia hapa sina la ziada, tukutane tena muda na wakati kama huu. Usiache kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kama vile Facebook, Instagram, YouTube, TikTok @SAUT TV TZ. Mimi ni Happiness Asheri na hii ni Kimbweta. Bye bye.